Sasa hiyo ni sababu ambayo wateja wetu vile vile wanaona ni sababu ya msingi katika kuiambia mahakama kwamba iweze kutupilia mbali uundaji wa hiyo tume. Lakini sababu nyingine ni haki ya asili. Tume inakiuka haki ya asili. Wajumbe wa tume ukiwaangalia kama walivyo wote wale walikuwa ni watumishi wa umma. Wana viapo vya kutunza siri, ni watumishi wa umma wote. Sasa kinacholalamikiwa ni kitu gani? Kinacholalamikiwa ni kwamba jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ni vyombo ambavyo vile vile vinalalamikiwa ila kwa uzembe wa yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Sasa wale watumishi wa umma ambao wameteuliwa kwenye ile tume wanaweza wakatenda haki kwa mamlaka za uteuzi ambazo zinalalamikiwa? Ndio hoja ya msingi ambayo tunaona kwamba wateja wetu wameona kwamba ni jambo ambalo linatakiwa mahakama iweze kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa kuikataza mamlaka ya uteuzi au kwa kubatilisha tume ya uchunguzi kwamba iko kinyume na sheria. Lakini jambo jingine ambalo linalalamikiwa ni kwamba kuna nia mbaya ya uundaji wa hii tume. Utakumbuka wakati tume inazinduliwa, mamlaka za uteuzi ilisema kwamba tunaunda hii tume ili tume zingine zikija huko mbeleni zikule tayari tume imeshafanya kazi. Tafsiri yake ni kwamba wameunda ili kupreempt tume nyingine ambayo hatujui ni tume ipi itakuja kufanya uchunguzi. Sasa kwa mazingira hayo wateja wetu wanaona kuna jambo ambalo sio la kisheria. Lakini jambo la mwisho ambalo linalalamikiwa kwamba tume hii ambayo ina watumishi wa umma ilitakiwa iundwe au muundo wake ujumuishe mamlaka zingine au taasisi zingine ambazo ziko huru. Kwa mfano kuna chama cha mawakili wa Tanganyika, kuna BAKWATA, kuna teki, kuna taasisi za wakulima wa wafugaji, sababu waathirika ni wengi zaidi. Sasa ukiunda tume tu ambayo ina watumishi wa umma ukaacha taasisi zingine ambazo vile vile kwa mujibu wa wateja wetu ni kwamba zingeweza kutoa maoni au mawazo ambayo ni huru zaidi. Sasa kitendo hicho wateja wetu wanaona kwamba ni ukiukaji wa sheria ya msingi. Kwa hiyo tumeomba mahakama tukufu kwamba iweze kupinga au kutupilia mbali hiyo tume na kukatazwa kuunda tume nyingine ambayo yenye composition sawa na hii ambayo inalalamikiwa. Na leo kesi kwa ajili ya kutajwa, baada ya kutajwa upande wa mwanasheria mkuu wa serikali wanawakilisha wajumbe wote 8 ambao ni wajumbe wa tume wako 8 pamoja na chama cha mawakili wa Tanganyika, vile vile wakili alikuwepo. Kwa hiyo kesi imepangwa tarehe 12 kwa ajili ya kusikilizwa ambayo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Hayo ndio rejeo mahakamani.